Mahali ndipo hapa, watu ndio hawa, madhabahu ndio haya. Jifunue, mfunue mwanao Yesu Kristo katika maisha watu hawa. Tukuka kwa maana wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na watu wa Mungu waseme amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Geukia jirani yako wa kulia na wa kushoto, mkaribishe ndani ya nyumba ya Bwana. Mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Hiyo ndio sababu Mungu amefika kwa ajili yako. Hiyo ndio sababu Mungu amefika kwa ajili yako. Geukie mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Utapona. Utapona. Geukia mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Kuna neno kwa ajili yako. Kuna neno kwa ajili yako. Geukia mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Mbingu imefika kwa ajili yako. Mbingu imefika kwa ajili yako. Na geukia mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Viwango vyako vya kiroho vitainuliwa. Viwango vyako vya kiroho vitainuliwa. Geukia mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Viwango vinaongezeka. Viwango vinaongezeka. Viwango vinaongezeka. Viwango vinaongezeka. Geukia mwingine mwambie kwa sababu umefika. Kwa sababu umefika. Utafunuliwa mwaka huu. Utafunuliwa mwaka huu. Mwambie utafunuliwa mwaka huu. Utafunuliwa mwaka huu. Mupe Bwana sifa, shangwe na vigelegele. Haleluya! Pata mahali pazuri uketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana, na nataka kulileta neno la Mungu asubuhi ya leo. Na kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni Raising Spiritual Standards. Kuinua viwango vya kiroho. Kuinua viwango vya kiroho. Raising Spiritual Standards. Kuinua viwango vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema ujue tuko katika mwaka ambao Mungu alinena nasi ya kwamba mwaka huu kulingana na Warumi 8:19, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku kuu, kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ili ufunuliwe kama mwana wa Mungu, lazima viwango vyako vya kiroho viongezeke. Hakuna kufunuliwa kama viwango havijaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. No manifestation if there is no change of spiritual standards. Hakuna kufunuliwa kama hakuna kubadilika, hakuna kuongezeka kwa viwango vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema ujue ya kwamba katika maisha kuna viwango, na you can't live beyond your standards. Hauwezi ukakua, hauwezi ukaenda zaidi ya viwango ambavyo umejiwekea. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema Yesu Kristo akauliza wanafunzi wake, akawaambia, watu unena mimi kuwa nani? Wakasema, wakajibu, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Lakini Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko anasema Yesu akamwambia, mwili na damu havikukufunulia, bali Baba yangu wa mbinguni. Akamwambia kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu halitaliweza. Kumaanisha yale majibu ambayo wanafunzi wa Yesu
waliokuwa wanapeana ilikuwa ni kwa viwango vyao vya kiroho. Yule aliyesema wewe ni Yohana, standard yake ya kiroho ilimfikisha hapo. Yule ambaye alisema Yesu, wewe ni Yohana Mbatizaji, hiyo ndo ilikuwa level yake ya kiroho. Na yule ambaye alisema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, kiwango chake cha ufunuo wa kiroho kilikuwa juu. Kwa hivyo kiwango chako kikiwa juu, Mungu anakutana na wewe hapo juu. Wakati unangoja Mungu akutane na wewe, Mungu na yeye anangoja uongeze viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema Mungu nitembelei, Mungu umeniacha, Mungu umenipita. Kumbe na Mungu anangoja uongeze viwango. Leo nakuombea Mungu uongeze viwango kwa jina la Yesu. Maana Mungu ni Mungu, ana standards. Maandiko anasema katika kitabu cha Zaburi 18, 25 na 26. Zaburi 18, 25 na 26. Mungu ni Mungu hujionyesha mkamilifu kwa aliye mkamilifu. Mungu ni Mungu hujionyesha wafadhili kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, na kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. 26. Kwake yeye ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotofu utajionyesha kuwa mkaidi. Those are standards of God. Hivyo ni viwango vya Mungu, ya kwamba kama wewe ni mkamilifu, ukifika hivyo viwango vya ukamilifu wa Mungu, Mungu anajionyesha kwako. Kama wewe ni mkaidi, usitarajie Mungu ajionyeshe kuwa mwenye fadhili kwako wakati wewe ni kaidi. Vile viwango Mungu ameweka, ukitaka Mungu ajifunue kwako, lazima ufikie hivyo viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna watu wanalia wakisema, Mungu, mbona Mungu uniponyi? Mbona Mungu unifungulii mlango? Kumbe viwango ambavyo wewe Mungu anakujua kwavyo ni viwango ambavyo anajifunua kwavyo. Maandiko yanasema kwamba katika siku za kale nilijidai, nilijifanya ni kama sioni. Maana siku hizo pia kulikuwa na ujinga na upumbavu mwingi. Mungu alijiweka katika level ya wanadamu. Lakini siku hizi Mungu anaona. Sasa viwango vimeongezeka, uovu umeongezeka. Kwa nini Mungu asifungue macho akaona? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo viwango lazima viongezeke. Nakumbuka nikiwa shuleni, mwalimu wangu yuko hapa wa primary. Nakumbuka nikiwa shuleni tukifanya mtihani, alafu ukianguka, unajua kuna viwango ambavyo mwalimu anakujua, you are pass mark. So usipoattain hivyo viwango, unaandikiwa pull up your socks. Ni kukuambia kwamba amekuambia inua viwango vyako. Hivi si viwango natamani uwe hapa. Hivi si viwango ambavyo natarajia kutoka kwako. Hivi si viwango ambavyo mimi kama mwalimu wako ninayekujua sikutarajia hivi viwango. Kwa hivyo leo Mungu anatuambia wana Calvary, let us pull up our socks. Maana kuna mahali Mungu anataka kukupeleka, lakini hawezi akakupeleka ukiwa hapo. Kuna mahali Mungu anataka kukuingiza, lakini hawezi akakuingiza ukiwa hapo. Kwa hivyo ili akuingize, lazima wewe pia ung'ang'ane. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema Torati zilikuwa paka hapo akina mitume na akina manabii. Ukifungua kitabu katika kitabu cha Luka 16:16, media team nifungulie hapo. Lakini habari za ufalme wa Mungu zinanenwa na watu wanajiingiza. Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu
hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Kwa hivyo ili Mungu akutane na wewe mahali ambapo anahitaji kukutana na wewe, jiingize, ongeza viwango, ingia kwa nguvu. Kuna viwango ambavyo wanadamu hatutakubeba tukupeleke, unahitaji kujipeleka mwenyewe kwa nguvu. Kama wale jamaa ambao walikuwa wamebeba yule mgonjwa wa kupooza, wakafika kwa Yesu, wakapata nyumba imejaa watu, hakuna mahali, lakini wakasema huyu mgonjwa wetu hatutarudi tukimbeba, lazima atembee mwenyewe. Wakajiingiza kwa nguvu, wakapasua dari, wakateremusha mgonjwa na mgonjwa akapona. Kama wasingekuwa na hizo nguvu, wangerudi na mgonjwa wao, na nguvu ya kuponya ilikuwa kazini. Nguvu ambaye mtu ambaye anafufua wafu alikuwa, lakini wangerudi na shida zao. Leo inakuombea Mungu kwa jina la Yesu, mahali popote ambapo unahitajika kujiingiza ili viwango vyako viongezeke, na kuombea neema uingie hapo. Nasema na kuombea neema uingie hapo. Kama ni kujiingiza kwa maombi, ingia hapo kwa maombi. Kama ni kujiingiza kwa kujitoa, jiingize hapo kwa kujitoa. Maana kuna kazi yako na kuna kazi ya Mungu. Wakati unangoja Mungu na Mungu anangoja wewe, umefanya nini? Viwango si vya kumaintain. Levels are not there to be maintained, but levels are there to be raised. Viwango haviko pale kudumishwa, viwango viko pale kuongezeka. Ndio maana unasikiaga hawa wanariadha wamevunja rekodi. Kuvunja rekodi ni kuongeza kiwango. Ndio maana unasikia kwa boma kuna graduation imetokea, kumaanisha kuna mipaka, kuna viwango vimeongezeka. Hiyo boma pakuwa na magraduation, lakini pakatokea mtu akaraise standard, sasa graduation zinatokea. Kwa hivyo nakuombea Mungu kwa jina la Yesu, uongeze viwango. Viwango viongezeke, viwango viongezeke. Wafanye biashara wale ambao saizi hawajaongeza viwango vyao kulingana na majira haya, kuna wateja wamepoteza. Hii ulimwengu tulionao unaenda na standards. Kama kwa biashara yako hauna pay bill number, hauna lipa na M-Pesa na mambo kama hayo, kuna watu siku hizi hawatembei na pesa, wanatembea cashless. Kwa hivyo wakija, wakipata hauna pay bill number, wanaenda kwingine, maana kiwango chako cha biashara ni cha chini. Kuna watu wengine wanaenda kwingine mbali, maana standards za service zako ziko chini. Lakini leo nakuombea neema, wewe mfanye biashara, inua viwango kwa biashara yako pia. Fanya biashara tu kama leo. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kupata mtu anatembea na Biblia hard copy ni ngumu. Na sweti hawana Biblia, na sweti hawasomi Biblia, wako nazo. Ni viwango viliongezeka vya ufahamu. Maandiko yanasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Viwango vikaongezeka. Siku hizi hatuhitaji kutembea na Biblia hii hard copy. Tuna Biblia ambazo ni soft copy, ziko ndani ya masimu yetu. Sasa kama wewe unajua uko na Biblia ambayo ni soft copy na usomi, kwa nini usomi? Na ndipo hapo utashindwa kukua kwa kiroho, maana viwango vya ulimwengu vimeongezeka na wewe viwango vyako vya asili havijaongezeka. Ulimwengu umeongezeka, shetani ameongeza viwango. Shetani ameongeza viwango vya utendakazi, shetani ameongeza viwango vya ufunuo, shetani ameongeza viwango vya ishara na miujiza. Lakini sisi kanisani bado tuko kile kiwango. Twamngoja Bwana. Wakati Bwana anakungoja upande milimani na wewe uko chini ya mlima unasema namngoja Bwana, Bwana anasema panda. Musa asingekuwa wa kupanda milimani, asingekutana na zile amri 10 za Mungu. Sasa leo tuongeze viwango, tutoke chini ya mlima tupande milimani.
Haleluya, haleluya. Ni vyema ujue ya kwamba you must set standards of which you have to live with in your marriage. Kila mahali lazima uweke kiwango. Katika nyumba yako kuna kiwango cha discipline umeweka. Mtoto akifanya makosa unamchapa. Katika nyumba zetu kuna viwango ambavyo vya discipline tumewekewa hata na wake zetu. Ukiingia kwa nyumba, viatu unaacha kwa mlango, ufai kuingia navyo. Hiyo ni standard imewekwa. Either kuna carpet ama hakuna carpet, either nyumba ni safi ama ni chafu. Kuna viwango tu vimewekwa. Kwa hivyo pia wewe katika maisha yako jiwekee viwango vya kiroho ambavyo hivyo viwango utakuwa kila siku unatamani kuvifikia. Kama hujajiwekea viwango umepotea. Maana mtu asiyejua anakokwenda yeye apoteagi. If you don't know where you are going, you will never get lost. Kama hujui unakokwenda, huwezi potea. Mimi nikitoka kwangu nikisema naenda Mtwapa, nikishika njia ambayo si ya Mtwapa nijipate Nyali, nimepotea. Maana nilikuwa najua naenda Mtwapa. Mimi nikitoka kwangu niseme naenda Kilifi, alafu nijipate Samburu, nimepotea. Sasa ndivyo hivyo, wakati hautakuwa umejiwekea viwango katika maisha yako, chochote utafurahia kiwango chochote. Maana hujajiwekea kiwango, utafurahia kiwango chochote. Nashukuru kwa hichi. Kumbe wewe ndio umekuwa kizuizi cha mema yako. Jiwekee kiwango, ukutane na Mungu hapo. Jiwekee kiwango, jiwekee kiwango. Kwa hivyo leo nataka baada ya ibada hii ujipime na darubini ya kiroho. Na hata hivi tukiendelea, wazee wangu wa kanisa, Bwana Yesu asifiwe, mujipime katika maisha yenu ya kiroho, muone hivi viwango niko navyo ni vya kuongeza ama ni vya kumaintain. Na ni vyema ujue, mimi wanasema hii, hata kama hiyo ni yangu sio yenu, tunga yako wewe. Mimi wanasema hivi, afadhali ni maintain kile kiwango niko nacho kuliko kushuka chini. Mwaka ukianza kama niko 90% tuseme kiroho, afadhali nibaki hiyo 90, nisiongeze kitu, lakini nisishuke chini. Kuna hatari ya kushuka, kuna hatari. Kwa hivyo iwe ni ombi lako pia, afadhali umaintain hapo kwa hicho kiwango kuliko kushuka. Kama hutaweza kwenda zaidi hapo, mzee Kimuda, maintain hapo. Hapo kuna viwango vya ushindi wewe unapata. Lakini ukishuka chini kuna hatari. Kuna hatari. Kuna hatari. Kuna hatari. Kwa hivyo vile maisha yetu ya kiroho, ya kimwili, viwango vimeongezeka. Mzee Charlton, ukija Mombasa hii ulikuwa ni tenant wewe, lakini viwango vimeongezeka kwa neema Mungu. Leo wewe ni landlord. Ulitoka kwa single room ukaenda kwa double room, ukaenda kwa one bedroom, mpaka saizi uko kwako. Vile umekuwa ukiongeza viwango, ndivyo hivyo pia Mungu ana expect katika ulimwengu wa kiroho uko ukiongeza. Lakini tumeongeza viwango asili, kiroho hatuongezi. Kiroho tumekuwa wa kawaida. Waimbaji, Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa kiasili, mishahara tumeongezewa, kazi tumepata, uniform tumeongeza, nyimbo tumeongeza, lakini kiroho uwepo tuko pale pale, tujaongeza. Viongozi tumekuwa tu
na mavazi. Watishia watu tu na viwango vyako vya mavazi ndio vimeongezeka, lakini kile kinachotoka kutoka kwa kinywa chako hakilingani na yale mavazi umevaa. Unatishia watu. Mimi wanasema siwezi nenda mahali nikawa failure kwa kila kitu, eti kwa maombi niwe nimeanguka, wakinipa nafasi ya kuimba niwe nimeanguka, wakinipa nafasi ya kuhubiri nianguke, wakinipa kuna mahali tu wataona kiwango changu si cha kawaida, kuna mahali tu nitawapata. So sisi kama watu wa Mungu, kuna mahali tumeenda, wanadamu wamekupima, wamekuona huko kiwango cha kawaida. Kwa uimbaji, huyu hata yuimba ni kama tuko matangani wapendwa, ukanyang'anywa kipaza sauti. Kwa kufunga maombi, kwa maombi ukaonekana unaomba maombi ya mtoto wa Sunday school, kanyang'anywa microphone. Kwa mavazi wakakupima, wakaona hata mavazi haya mavazi si ya mtumishi wa Mungu haya. Yaani wamekupima kila mahali, viwango vyako viko chini. Leo na kuombea Mungu kwa jina la Yesu, ukitoka hapa wakikupima wakupate mahali umewapita. Wasikuweke kiwango sawa. Unajua kuna vita ambavyo kwako havitaisha kama uko kiwango sawa na wale wanaokupiga vita. Kuna vita, kuna masimango, kuna mambo hayatakuwa kwako, hutayashinda kama wale ambao wanakusengenya, wanakupiga vita uko level moja na wao. Ndio maana nahitaji tu ongeze kiwango. Utawanyamazisha tu kiwango kikiongezeka, utawashinda tu kiwango kikiongezeka. Ndio maana tai anapopata chatu ama joka mkubwa wa kutishia, yeye huwa silaha anayotumia ni kumbadilishia viwango, anampeleka kwa anga zake. Leo si ni wewe pia upeleke hizo vita viwango vya juu. Nasema leo si wewe upeleke hizo vita kwa viwango vya juu, huko ambapo wewe ndio uko na nguvu, huko ambapo wewe ndio kusema, huko ambapo unawayeyusha maadui zako, huko ambapo utawanyamazisha kwa ushuhuda mmoja. Tai akipeleka nyoka juu, si anga yake. Nyoka na kopareti anakufa kiofisa tu polepole, maana ameinuliwa viwango. Kuna magonjwa katika maisha yetu hayatapona hata kwa madaktari. Wewe inua tu viwango vya maombi. Kuna vita kwa vita ondoka, wewe tu inua viwango vya maombi. Mimi wakati fulani nikiwa katika shida yangu 2019 niligundua kitu kimoja, ya kwamba wale wanaonichokoza, wanaonipiga vita, hawajaona Mungu wangu tuko kiwango kimoja sawa. Nikiomba wanaweza wakaomba, kile mimi naweza fanya wanaweza wakafanya, kile mimi naweza wanaweza pia wakasababisha. Lakini nilipoomba viwango vikaongezeka, vita si viliisha. Vita viliisha. Hata Farao alijipiga kifua na Musa kwa sababu wakati aliita waganga wake akamwambia, ni nyoka tu ameleta huyu, angusheni zenu. Akaangusha, akaona Musa akafura kichwa, sema tuko level moja, hii ligi tuko level moja, hii tunaenda nayo hiyo. Pale wakati maji yakageuzwa kuwa damu, pia waganga wakafanya hivyo. Lakini ikafika mahali wakasema hiki ni kidole cha Mungu. Viwango vilipoongezeka, wakaanza kuidraw wenyewe. Ni wewe tu ongeze viwango. Viwango vikiongezeka, vita unanyamazisha. Mzee Charlton, viwango vikiongezeka, vita kwisha. Vita kwisha. Musa na Miriam na Caleb, Miriam na Caleb wakasengenya mtu wa Mungu kwa sababu ya mke wake ameoa. Eti umeoa Mkushi. Kwa nini? Kwa sababu aliona Musa ni ndugu yao,
hawakugundua kwamba huyu mtu si wa kawaida, viwango vimeongezeka. Mungu akawasikia, na Joshua aliponyoka, maana alikuwa na mafuta ya uongozi, utawala juu yake, alikuwa ni kuhani, ndio maana aliponyoka. Lakini Miriam hakuwa kuhani, akapatwa na ukoma siku 7, safari ikakwama. Kuna watu wakiongeza viwango, achana nao. Nasema kuna watu wakiongeza viwango, wewe achana nao. Na hata ukiwapeana kwa Mungu, hakuna Mungu ambaye atawapiga. Ukiwapeana kwa Mungu ndio utaona uwezo wa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Viwango viongezeke kwa jina la Yesu. Nasema viwango viongezeke kwa jina la Yesu. Fungua Biblia yako nami katika kitabu cha Luka. Luka 5. I put you in front of my melody. You are all I am. You are all. You and I, Jesus, you are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. I'll make room. Luka 5:1 na kuendelea mpaka 6. Ikawa mkutano walipomsonga, ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho cha Simioni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simioni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simioni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Mungu abariki neno lake. Nasema Mungu abariki neno lake. Mahali tumesoma maandiko ni habari za Yesu alipokuwa hapa duniani. Alikuwa na wanafunzi wake ambao ni wavuvi, ambao hao wanafunzi wake kwa majina yao ni Simioni Petro, Andrea
Yohana na Yakobo. Hao ndio walikuwa Yesu alipokuwa katika shughuli na kazi za kujitafutia wanafunzi, akaenda kwa mtoza ushuru akamwambia nifuate. Sasa alipofika hapa kwa hawa wavuvi, hakuwaambia wanifuate, ilibidi afanye kitu ambacho kikawabadilisha wao. Yesu akawaambia, kuanzia leo hamutakuwa wavuvi wa samaki bali wavuvi wa wafu. Kwa hivyo hawa wanafunzi wa Yesu, kabla waje kwa Yesu, Yesu aliwafanyia muujiza. Miujiza wakati mwingine ni ya watoto ili waamini kuna Mungu. Miujiza wakati mwingine ni ya watoto ili wajue uweza wa Mungu. Wenda ikawa kama wasingefanyiwa muujiza, wangekatalia kwa kazi yao ya kuvua samaki, lakini walipofanyiwa muujiza wakakubali kutoka kwa kuvua samaki na kuwa wavuvi wa watu. Sasa kutoka kwa hayo maandiko tumeambiwa kwamba walikuwa wamekesha usiku kucha. Kuna nyimbo moja ya mwimbaji mmoja inaitwa Shusha Nyavu. Ni Shusha Nyavu. Sitaki nimtaje jina tu, mnamjua. Shusha Nyavu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha hata tusipate kitu, lakini kwa neno lako. Kumbe mwaijua. Alitolea hapa. Sasa yeye alitolea hapo nyimbo, leo mimi natolea hapo mahubiri. Sasa Yesu wakati wamekesha usiku kucha hawakupata kitu. Unajua wavuvi ni watu ambao wanajua masaa na majira ambayo samaki ni wengi, na masaa na majira ambayo samaki ni wengi ni usiku. Kwa hivyo walijaribu kuwa usiku kupata kitu, wakakosa. Mbinu zote mpaka zile ambazo babangu alikuwa akituambia, kwani hukutumia akili ya kuzaliwa. Kuna akili ya kisomo, kuna akili ya kuzaliwa. Sasa hao wanafunzi walitumia mpaka ya kuzaliwa, lakini hakuna kitu. Sasa wakawa wako hapo, kumekucha. Mama mboga, wale wa mama wanabeba ndoo wakienda kuchukua samaki kwa kina Simioni Petro. Asubuhi wamekuja na matarajio, watu wa bodaboda wamekuja kubeba mama mboga, watarajie samaki, hakuna. Sasa wamevunjika moyo, maana kule mboga zinangojewa, wale wa kuuza wanangoja, wale wa kula wanangoja, lakini hakuna kitu. Haya, walipokuwa hapo wanafua wakiosha nyavu zao ili wajitayarishe kwa usiku huo mwingine wavue samaki. Yesu Bwana mkubwa anapita hapo, na Yesu Bwana mkubwa ni mchokozi pia kivyake, maana hakuwasalimia wala hakuwaomba ruksa kutumia kuketi kwa moja wa chombo chao. Maandiko anasema kukawa na vyombo, alafu vilikuwa vitupu. Akaketia kimoja, akaanza kupiga watu pawa, akawahubiria, wakaokoka, akawapiga pawa. Alafu sasa ndo anamwambia, oya Petro, ingia bwana, twende kilindini ukashushe nyavu. Petro namwona akianza kujibu kwa moyo mwanzo. Unajua kujibu immediately, alijibu kwa moyo. Huyu mtu amechanganyikiwa. Huyu mtu yajua ile kazi nimefanya hapa usiku. Alianza kujibizana na Yesu kimoyo moyo.
Kama vile wakati mwingine unapokuwa katika hali yako ngumu, tukija kwa neno la imani tukikwambia yote yawezekana, lakini akamwangalia, alafu akatii tu, akachukua, akaambiwa twende kilindini, ndo akaambiwa shusha nyavu, ndo akaanza kutoa story kama yule jamaa ambiwa, je, wataka kuwa mzima? Unajua kila mwaka malaika akija akitibua maji, nikitaka kuruka mwingine anaruka juu yangu. Ndio hizo story. Petro akaanza kwa Yesu, unajua niliacha watoto wangu na mke wangu jana usiku, nikawaambia naenda kazini, naenda kuvua, hata kama hakuna chai kesho asubuhi kitapatikana, walale tu saa hizi, lakini asubuhi nikitoka ofisini chai watakunywa, tena cha maziwa, lakini mpaka saa hizi chai hakuna. Hata shule hawajaenda, si ajabu, wako mtaani huko wanangoja, wanaangalia ni njia gani baba atatokea, wanaangalia. Wale wako kwa nyumba wanangoja tu wasikie hodi wafungue mlango. Sasa Yesu akamusikia, akamwambia oya, shusha nyavu. Akamwambia nitashusha kwa neno lako tu, kwa neno lako nitashusha. Kwa hivyo ndio maana maandiko yanasema Mungu aliumba ulimwengu kutoka kwa maneno. Ulimwengu ulikuwa mtupu na ukiwa na giza, lakini Mungu alipoanza kunena mambo yakaanza kubadilika. Ndio maana Mungu amelinua neno lake kuliko jina lake, maana kutoka kwa neno lake kila kitu kilipatikana. Neno. Usingoje neno la kutiwa moyo, wakati mwingine kuwa na neno la kujitia moyo. Usingoje huruma za wanadamu, wakati mwingine jitie moyo wewe mwenyewe katika Bwana. Unajiambia kwamba hata katika hili najua nitashinda. Kama vile Ayubu alikuwa akijitia moyo, akiletewa habari mbaya anasema kwamba najua mtetezi wangu yu hai. Mambo matatu ambayo yatakufanya uongeze viwango. 3 things. Mambo matatu ambayo yatakufanya viwango vyako viongezeke. Jambo la kwanza ambalo litakufanya viwango vyako viongezeke ni hili. Nimeandika hivi: any challenge calls for raise of standards. Tatizo lolote, hali yoyote huwa inakuita, inakusukuma uongeze viwango. Shida, wanaambiaga shida nzuri. Kuna shida nzuri na kuna shida mbaya. Hasa ile shida nzuri ni ile inakusukuma uombe, ni ile inakusukuma uongeze viwango, ni ile inakusukuma ufanye kitu ambacho si cha kawaida, ambacho kitakubadilishia viwango vyako. Sasa hapa shida ambayo iliwasababisha Yesu akaja akaongeza viwango katika maisha yao, ilikuwa ni shida ya kukosa kitoweo. Walikuwa wamekosa kitoweo, walikuwa wamekosa samaki, walikuwa wamekosa pesa, maana ilikuwa ni samaki wapate, wakiuza wapate pesa. Walikuwa wamekosa rent, school fees ya watoto walikuwa wamekosa, na mambo kama hayo. So shida ambayo unapitia ndio itakufanya either uongeze viwango vyako ama usiongeze. Usipitie shida mpaka ukaizoea. Usipitie shida mpaka ikakufanya umzoe Mungu. Usipitie shida mpaka ikakufanya wewe uwe mtu wa kawaida. Pitia shida, lakini fika mahali
hiyo shida uione kama mkono wa Mungu kwako wewe, ili uongeze viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni nzuri, lakini ni nzuri kwa wale wenye ufunuo wa kiroho wa kutaka kuongeza viwango. Wanafunzi wa Yesu wakapitia shida ya kutaka kitu. Siku zote wakati una shida moja ambayo hiyo shida haiishi, unaenda kwa daktari huyu, unaenda hapa, unaenda hapa. That is a problem, that is a challenge which calls you to raise a standard. Umekuwa mtu wa kuombaomba, umekuwa mtu wa kusaidiwa. Wewe mwenyewe uoni kama kuna shida. Leo na kufungua macho uoni ya kwamba hiyo tatizo ni Mungu anataka uongeze viwango, utoke kutoka kutegemea wanadamu, akuingize mahali ambapo utakuwa unapata msaada kutoka kwa Mungu. Any challenge yako mzee Charlton, hiyo inakuita, hiyo inakusababisha, hiyo inakusukuma uongeze viwango. Wakati kiatu kinakubana, hiyo ni shida, na hicho kiatu kitakusababisha uende utafute kiatu chingine. Wakati rinda ni dogo, umepanuka. Najua sisi wazee ama sisi watu wazima hatukui kwenda juu, tulifika mwisho. Sisi tunakuwa kupanuka kando na kando. Sasa siku utavaa trouser upate kiuno ni 32 hakiingii, basi hiyo ni shida, utaenda kutafuta trouser nyingine. So hiyo shida ambayo unapitia ndio itakusababisha uongeze viwango vya maombi. Hiyo shida ambayo unapitia ndio itakusababisha utafute Mungu. Hiyo shida ambayo unapitia ya kukosa kazi ndio itakusababisha uongeze viwango. Kuna watu ambao wameona shida ni kawaida kwao, shida zimetumwa kwao, lakini hizo shida kwako ni kuulizia, je, unaweza ukaongeza viwango? Lakini wewe hujui lugha ya shida. Leo nimekuja kukupambanulia lugha ya shida. Lugha ya shida kwako inakwambia ongeza viwango, inua viwango. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaia 59:19 hapo, wakati adui atainuka kama gharika, wakati adui ataleta shida, wakati adui atakutukana, wakati adui ataleta vita, Mungu inua viwango. Kwa hivyo viwango hakuna wakati hakuna shida. Viwango hakuna wakati hakuna shida. Viwango viongezeki wakati hakuna shida. 20, basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Changamka Buda. 20, na mkombozi, not that one. Hebu angalia Yeremia. Wakati adui, nitafutie hiyo mahali Eriki. Wakati adui atainuka kama gharika, Mungu atainua viwango. Kwa hivyo shida ndio inatuma Mungu akuinue viwango. Shida ndio inatuma viwango vyako viongezeke. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema kwamba Mungu ataandaa meza mbele na machoni pa watesi wako. Lazima pawe na watesi ndio meza iandaliwe. Lazima pawe na watesi ndio meza iandaliwe, mzee Charlton. Kwa hivyo hakuna meza bila watesi, hakuna viwango bila shida, hakuna kufunuliwa bila watesi. Shida, tatizo
hilo ambalo unapitia la kukosa kazi, lione positive. Lione positive, ukakabiliane nalo mpaka hilo tatizo kitambo likikuondokea, kitambo kilishinda, viwango vyako vimeongezeka. Kuna shida upitisha watu, madereva wengine ambao miaka nyuma hiyo shida kakangu mkubwa alikuwa nayo. Hiyo shida nzuri. Kulikuwa na gari ambalo alikuwa nalo, ile KN ya mzee ya kwanza, KN 983W. Lile gari ingekuwa ni siku za hizi za sasa, watu wangekuwa naliita ile sekete, ile banda. Yaani gari lilikuwa na shida mpaka Joni akawa ni fundi kivyake. Yaani gari likileta shida hahitaji kuita fundi, anashuka tu, anashika mahali, gari inaendelea. Yaani gari lilikuwa shida mpaka likamfanya akawa fundi. Ndio shida hiyo. Shida inakufanya mpaka unapevuka akili. Mpaka ubabaike, utishiki. Ndio huyo. Ilikuwa likiingia kazi yaani likifika saa 4 bila mzee kupigiwa simu, huo ni ushuhuda kwake. Likitoboa half day hajapigiwa simu, yuendelea na maombi, Bwana lisaidie litoboe, Bwana lisaidie. Ikifika saa 8 hajapigiwa. Ikifika jioni limeingia parking, anamshukuru Mungu. Lakini hajui kuwa gari limepia dereva shida mpaka akawafundi, mpaka hitaji kupiga simu, anajitatulia shida zake mwenyewe. Ndio shida yako. Ikufikishe mahali mpaka upate ufahamu wa kiroho, ufunguke macho ya kiroho, ujue kwamba hii si ya kawaida. Hata kama kuna vya kawaida, lakini hii si ya kawaida. Kuna shida ilitokea kwetu miaka mingi. Watoto wa kike katika boma la kwetu wa kwanza, boma letu watoto wakubwa wao ni wa kike. Sasa walikuwa wanazalia kwa boma. Hata kwetu ikatokea hiyo. So hiyo shida ikamfanya mama askofu kutaka kujua ni nini. Akafunga na kuomba, akapata suluhisho, akaongeza viwango vya maombi, akajua kile kilichofanyika, maagano yaliyofanyika kwa boma ya kwetu na watoto wa kike. Shida. Wewe umejiweka katika hali ya kuona kila kitu ni sawa. Kila kitu si sawa. Mungu hakukuumba uteseke. Mungu hakukuumba uhangaike. Mungu hakukuumba uwe single mother. Mungu hakukuumba usiolewe wala usio. Hiyo unayopitia iwe mlango wa kuulizia Mungu kile ambacho unahitajika kufanyika na kujua. Shida nzuri. Wewe hiyo shida kitambo ukiitatua, viwango vyako vitakuwa vimeongezeka. Na hiyo shida kitambo ukiitatua, hakuna shida nyingine itakuja hautakuwa na suluhisho nayo. Maana kama hiyo umekuwa na suluhisho nayo, hata hizo zingine utakuwa na suluhisho nazo. So challenges, problems calls for raise of standards. Shida, tabu, matatizo huwa zinavutia kwa kuongezeka kwa viwango. Pengine kunayo tabu yanisongeza kwa naijua siasi ni ama. Sasa hiyo ya mapenzi yake, hiyo shida ambayo napitia kitambo ikipita, viwango vimeongezeka. Kama wakati wa Ayubu, alipitia shida mifugo yake, akapitia shida
ya watoto wake wakafa, akapitia shida ya kuachwa hata na mke wake. Lakini angalia, baada ya hiyo shida, maandiko anasema mwisho wa Ayubu ulikuwa mara 2 bora kuliko vile alikuwa. Alikuwa bora wakati alipitia shida. Kumbe kile kinatufanya tuwe bora kuliko wengine si visomo vyetu, ni shida. Kumbe kile kinatufanya tumsongelee Mungu, tumjue Mungu. Mimi wapendwa, siwadanganyi. Hii nilifanya, hii nilitumia, hii niliona ikifanya kazi kwangu. Kama si zile challenges nilipitia 2019, wende ikawa hata yale maono nilikuwa nayo, zile ndoto nilikuwa nazo concerning this house, kama ningekuwa tu mahali comfortable, singekuwa nimefika hapa. Lakini shida ilinisukuma mpaka nikaongeza viwango vya maombi. Wakati mwingine nikawa nikiombea watu nikiulizia, nikifuatilia kuulizia, ulilalaje? Ambia mchungaji, hali ndio ilikuwa mbaya. Shida ikawa nzuri, nikaongeza viwango vya maombi. Saa hizi nikipiga mtu pawa kupona lazima apone. Shida. Wakati naulizia mzee Charlton, mpaka nikaacha kuombea watu na kufuatilia, maana badala ya kupata ushuhuda nitavunjika moyo. Namwambia mtu, naambia nenda pale utapata kibali cha kazi, utaingia. Jamani, nilipofika pale ndo nilifukuzwa. Navunjika moyo. Kumbe hiyo shida ndo Mungu alikuwa ananitengeza hapo. Alikuwa ananichonga na nitengeneza. Saa hizi nikiombea watu nashukuru Mungu. Wale ambao wanakuja ninaombea, mwingine alikuja hapa tukaombea Jumapili iliyokwisha baada ya ibada, msichana mmoja hapa alikuwa anasumbuliwa na mapepo haya maruani. So mamake ni yule mtoto wa mama mdogo, alileta chumvi na maji tukaombea hapa. So nikamwambia, we changanya hii chumvi na maji, alafu nyunyiza kwa nyumba, kemea mapepo. Mama akapata ufunuo zaidi, akapia mtoto maji ya chumvi, maji yenye yamechanganywa na chumvi. Mtoto akaanza kuongea vitu ambavyo haviko. Mtoto alipoenda kujisaidia akapatana na wamama wawili, wakamwambia, oya, ile dawa mamako anakupa usikunywe, hiyo maji iliyochanganywa na chumvi inatutesa, inatuharibu sisi. Akarudi mamake akaongeza dozi. Akienda shuleni mapepo yanamwangusha huko shuleni. Wengine wameenda wameomba, lakini vitu bado viko pale pale. Akamleta hapa Jumapili, tukampiga pawa. Jumanne nimepokea, Jumatatu nikapokea ushuhuda, anasema wale wanawake walikuwa 2, mmoja amekufa, bado mmoja. Huyo mmoja pia tutafunguana naye mpaka mtoto apone, afunguliwe. So Mungu ni Mungu ambaye analeta shida ili kukujulisha kuna uwezo mkuu ndani yako, unaweza ukashinda hiyo shida. Shida. Wanafunzi wa Yesu walipitia shida ya kukosa mpaka viwango vikaongezeka, wakaamini ya kwamba kuna Yesu anayeweza kufanya zaidi ya shida zetu. Sio shida yako isikutoe uweponi mwa Bwana, bali kusongeze uweponi mwa Bwana. Kama ni mume, huyo mume usimwache akusongeze, muombe mpaka uwe muonaji, waanze kuona. Waanze kuona, na sio ile kuona ya ujanja. Mama mwingine na ujanja akaanza kuona ni watu, wakaona ni nabii, akawa mume wake ni ule mtu ambaye anatoka nje na amefanikiwa, ako na gari. So akachukua ile inaitwa GPRS akaiseti mahali kwa gari bila mzee kujua.
sio ana monitor na simu, anajua alikuwa wapi nani. Alafu akija jioni amwambia, Bwana ameniambia ulikuwa kwa hoteli fulani leo. Hiyo uliingia hapo saa 3 by saa 6 ukatoka hapo ukaenda kwa hoteli fulani ukawa hapo mpaka saa fulani. Hata ukitoka ukiingia kwangu hapa umetokea mahali fulani. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Bwana ameniona, kumbe ni GPRS. Shida isikufanya ukawa mjanja, shida ikufanya utafute Mungu. Waume hawa wakufanye mpaka utafute Mungu, ujue hata pia yeye ile shida si kupenda kwake, bali ni misingi ya kwao. Maana watu wengine muna wahukumu bure. Yataka kufanya mema lakini yajipata amefanya mabaya. Akina Paulo hao. Sasa si yeye, ni misingi ya kwao. Shughulikia misingi. Akina mama, Bwana Yesu asifiwe. Akina mama, Bwana Yesu asifiwe. Mshughulikie misingi. Hata watoto wengine shida zingine ni wewe zikufanye ujue kwamba si yeye. Kuna hali ambayo iko ndani yake ambayo unahitaji kushinda shida. Any challenge calls for rise of standards. Jambo la pili, wakati utafanya kazi ya kuchosha, hiyo inakwambia unahitaji kuongeza viwango. Kazi ya kuchosha. Kazi ya kuchosha ni kazi aina gani? Ni kazi isiyo na faida. Ni kazi ya patapotea. Ni kazi ya kutumika kwa nguvu ukitarajia utapata kakitu cha kukufuta jasho, lakini hakuna kitu. Kazi ya kuchosha ni kazi ambayo ni ya hasara. Ni kazi ambayo ni kazi tu ya kipumbavu. Mhubiri 10:15. Kazi ya kuchosha ni mpumbavu tu ambaye anafanya jambo moja kwa njia moja, miaka nenda rudi, akitarajia matokeo tofauti. Ni mjinga tu, atatumia njia moja kufanya kitu akitarajia matokeo tofauti. Kazi yao wapumbavu huwachosha kila mmoja, maana hajui hata njia ya kuiendea mji. Ni kusema kwamba kazi yao wapumbavu huwachosha kila mmoja, maana hajui hata njia ya kuifanya hiyo kazi. So wakati unafanya kazi za kuchosha, wewe ni mtu ambaye hata shetani anajua wewe si mvivu, lakini na bidii yako hauleti kitu kwa nyumba. Kazi ya kuchosha ni kazi ambayo unaenda, lakini ukija nyumbani umechoka, lakini hakuna kitu cha kuonyesha umechokea nini. Unajua kazi yote ambayo utachoka lakini kuna kitu umeona, hata na uchovu wako kesho utainuka uende utafute. Lakini ile ambayo umechoka na una kitu cha kuonyesha, kesho asubuhi ndio umechoka zaidi, wewe ukaamka. Sasa kazi ya kuchosha inakwambia kwamba unahitaji viwango vipya. Kazi ya kuchosha inakwambia kwamba hapa mahali unahitaji kupiga mwamba mpaka maji yatoke. Kazi ya kuchosha inakwambia kwamba leo hii hali siwe hali yako. Umekuwa mtu ambaye unaenda bila na unarudi bila. Umekuwa mtu wa kuahidiwa na vitendeki. Umekuwa mtu ambaye wewe unatamani na viwe. Umekuwa mtu ambaye
wewe, watu wametake advantage of you, wakitaka kutumia mtu wakati hawana pesa, ni wewe ndio wanafuata, wanakuchosha. Lakini wakipata pesa wanachukua vibarua, wanawaajiri. Kazi ya kuchosha. Kazi ya kuchosha. Umechoshwa, umefanyishwa kazi. Si walevi, si wenye pesa, si matajiri. Magonjwa yamekufanyisha kazi ya kuchosha. Hakuna daktari ambaye hujui magongo hii. Hakuna madawa ambayo hujawahi tumia. Daktari mwingine akatumiwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu fulani, jana nikaa nasikia ujumbe wake, akawa anasema kwamba amefanikiwa Kenya hii, na akawa anasema kwamba Mungu alitumia daktari kuhifadhi uhai wake. Maana mamake alipata ujauzito wake akiwa form 2, na akawa anataka kutoa hiyo mimba. Akaenda hospitali, akamwambia daktari, nipe dawa za kutoa huu ujauzito. Daktari naye akatumiwa na Mungu, akampa dawa ambazo ni multivitamins za kukuza mtoto, za kuongeza mtoto akue. Baada ya muda mchache, yule babake ambaye alikuwa amemkataa akamkubali, wakaoana na wakawa naishi pamoja. Na akawa huyo amezaliwa sasa, mwingine ako kwa tumbo. Sasa ameenda kwa clinic kulea mimba ya pili, amepewa dawa na daktari. Zile dawa alikuwa amepewa na ule daktari wa kutoa mimba. Anamwambia daktari, kwani wataka nitoe hii mimba? Anaambiwa, hizo si dawa za kutoa mimba, hizo ni multivitamins. Na leo hii huyo mtoto alikuwa mtu mkubwa, Mungu akamfanikisha, na Mungu amembariki Apostle John Kimani William. Mungu alitumia daktari kulinda maisha yake, kulinda uhai wake. Sasa wewe ambaye umechoshwa na madawa, hiyo ni sababu ya kuongeza viwango. Kuna hali umezunguka Mombasa hii, kazi ziko, lakini kwako tu ndo hakuna kazi. Umechoshwa mpaka hivi leo, huu ndo mwaka wako wa mwisho, nasema Mungu, mwaka huu nisipopata kazi narudi bara mapema. Usichoke, niko na neno kwa ajili yako. Nasema usichoke, niko na neno kwa ajili yako. Hicho ambacho kilikuchosha bado naweza ukapigana nacho, kikakupa ushuhuda. Walichoka, lakini hapo hapo walichoka, ndipo hapo hapo walipata muujiza. Hapo hapo walichoka usiku kucha, walikesha bila samaki hata omena. Hapo hapo kesho viwango vilipoongezeka, walipata samaki wengi mpaka wakaanza kuitisha msaada. Mwanapunda yule yule ambaye mahali pengine alipita kwa sababu wako wamembeba Yesu akapigwa mawe, mwanapunda yule yule alipombeba Yesu akapita mahali akatandikiwa mavazi. Pale pale ambapo ulichoshwa, hapo hapo ndio Mungu anataka kukuinulia hapo. Usihame Mombasa, usitoke kwa hiyo kazi. Hapo ambapo umechoshwa, mzee Charles, ulichoshwa na hiyo kazi ya kibarua, lakini kabla uanze kazi zako wakaja. Mahali umefika mwisho, hapo ndio Mungu anaanzia. Choka na hiyo, choka na hilo tatizo, choka na hilo jina, choka na hiyo hali ambayo imekuwa mwiba kwako. Hawa wanafunzi walifanya kazi ya kuchosha. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kazi ya kuchosha ni kazi ya kuosha bata miguu, hata chafuka tu, ama ya kuosha pigs, nguruwe utamsafisha, lakini baada ya dakika fulani
Nguruwe atachafuka, akiona matope atajichafua. Kazi ya kuchosha, kazi ya kuchosha. Kwa lugha nyingine, mzee Kimunda, tunaweza sema ni kazi ya kupiga msasa exhaust pipe. Exhaust pipe ile, hata ukipiga msasa, gari ikinguruma, ikienda ikirudi, imeshika kutu, shachapa. Kazi ya kuchosha. Wewe ndio huyo unafanya kazi ya kuchosha. Lakini kwa hiyo kazi ya kuchosha inakwambia kuna viwango nafaa kuongeza. Katika hiyo kazi ya kuchosha inakwambia hapa si kwako, unaweza ukatoka kwa hii hali. Katika hiyo kazi ya kuchosha ufunguke macho, uone ya kwamba hii ni njia unapitia kuendea muujiza wako. Kazi ya kuchosha. Mtu wa Mungu mwingine alisema Mombasa hii, alifanya kazi ya kuchosha makanisa 7, akifunguliwa, mingine akifungua yanaanguka, lakini la mwisho alipofungua ndo limepenya Kenya nzima na ulimwengu mzima. New Life ya Ezekiel. Alifanya kazi ya kuchosha makanisa 7, kila akifungua hili down, kila akifungua hili limeenda na maji, kila akifungua hili halipenyi, kila akifungua hili. Kazi ya kuchosha, lakini mwenyewe hakuchoka. Kuinua viwango namba 8 limepenya. Kwa hivyo wewe, hiyo kazi yako ya kuchosha, wanasema hakuna mwalimu anaweza akafanikiwa hapa. Walimu gani wanaendesha hiyo kazi ya kuchosha? Ya choki hapo. Hiyo kazi ifanye kwa bidii mpaka hiyo kazi ya kuchosha waone umepaki gari. Hiyo kazi yote ya kuchosha, kazi ya kuchosha. Jambo la 3 na la mwisho ambalo litakufanya uinue viwango ni kazi ya, nimeita hapa, walisema kwamba tumefanya kazi ya kuchosha wala tusipate kitu. So nimeita hapa kazi ya aibu. Aibu ya kukosa. Kazi ya aibu ya kukosa ni ile kazi ambayo unapotaka kitu unakifanyia kazi kwa bidii, lakini mwisho wa siku unakosa. You invest your time, you invest your energy, you invest your mind, but at the end of the day, badala ya kupata reward yako ni aibu. Reward yako ni kukosa. Yakobo, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, badala ya kupata mke akakosa. Kazi ya aibu. Akaambiwa tena lazima urudi miaka mingine 7 utumike. Hapa sisi hatuozi first born, second borns kabla ya first borns. Kwa hivyo kazi ya aibu ni ile kazi ambayo umejipeana kikamilifu, lakini badala ya kupokea reward ya hiyo kazi unapokea aibu. Unakosa, umerauka, umeshinda mahali umeshinda, unatarajiwa na watoto, hata lollipop unashindwa kuleta kwa nyumba. Kazi ya aibu. Hiyo ni kukwambia unahitaji kuinua viwango. Hiyo ni kukwambia kwamba hii aibu haijapandwa kwako. Inaweza ikaisha, inaweza ikatoka, lakini je, itatoka ukifanya nini? Ukiinua viwango. Hawakupata kitu sio kwa sababu hakukuwa na kitu. Kitu kilikuwa, lakini viwango ndio hawakuongeza. Viwango vilipoongezeka, samaki wakapatikana, vitu vikapatikana. Wewe ambaye unasema Mombasa ina kazi yako, ni viwango hujaongeza. Ongeza. Hata na huu uchumi ambapo uko vile uko, bado Mungu ni Mungu wa majira na nyakati zote. Mungu ni Mungu ambaye wakati watu wanasema ni mgumu, watu hawaajiriwi kazi,
hapo ndio wewe unapata kazi na unaajiriwa permanent. Huyo ndio Mungu wetu. Hapo ndio unapata kazi na hapo ndio unapata promotion. Huyo ndio Mungu wetu. Wakati wengine watu wanaenda nyumbani, wewe uendi nyumbani, unabaki ofisini. Huyo ndio Mungu wetu. Kazi ambayo upati kitu, kazi ya aibu. Kataa kazi ya aibu. Kazi ambayo unajipeana sana lakini hakuna kitu cha kuonyesha umefanya nini. Umejipeana kwa mambo fulani lakini bado hakuna. Wengine ni waombezi, wengine ni watu wa Mungu, mumejipeana kwa mambo ya Mungu lakini bado. Hiyo inakwambia ongeza viwango. Vile unafanya ni sawa, lakini ongeza bidii, ongeza nguvu, ongeza maarifa, ili kwamba hiyo kazi ya kuchosha iwe kazi ya kuthawabiwa, ya kupewa thawabu kwako. Upewe thawabu, upewe thawabu. Simama kwa miguu yako. Mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia uzidishe viwango vyako ni shida, good challenge. Jambo la pili ambalo litakusaidia uzidishe viwango vyako ni kazi ya kuchosha. Jambo la tatu ambalo litakusaidia utamani uzidishe viwango vyako ni kazi ya kukosa kitu, kazi ya aibu. Aibu tu, aibu tu. Unarauka Jumatatu tarehe 1 mpaka tarehe 31, lakini mwisho wa mwezi ukigongewa renti hakuna. Kazi ya aibu hiyo. Nakwambia ongeza viwango. Ukiomba Mungu milango itafunguka, sio inaweza, milango itafunguka zaidi, na utakuwa na kazi ambayo itatimiza mahitaji yako na mahitaji ya jamii yako. Inua mikono yako kwa Bwana, mwambie Mungu, naomba ukanisaidie kwa mambo haya matatu. Ile shida ninapitia, kule kuchoshwa, ninachoshwa na matatizo, na kule kukosa, ninakosa. Bwana, kukanipe ufunuo wa kuona kwamba nahitaji kuongeza viwango. Hivi si viwango vyangu. Yoshua akaambiwa na Mungu katika kitabu cha Yoshua 13 mstari wa 1, hata kama wewe ni mzee, lakini bado kuna inchi ya kumiliki, bado kuna viwango, bado kuna viwango. Hata kama uko mahali umefika, hapo sio mwisho wako. Mungu anakuaminia viwango zaidi. Mungu anakuaminia neema zaidi. Usikate tamaa hapo, usivunjike moyo hapo, usililie hapo ukiona kwamba hakuna njia, hakuna wokovu, hakuna msaada. Kuna viwango vya juu, kuna neema juu. Wewe zidisha viwango vya maombi, wewe zidisha viwango vya haki, wewe zidisha viwango vya hofu, wewe zidisha viwango vya utakatifu. Wale watesi, wale maadui waliokuchosha, ni kwa sababu uko kiwango kimoja na wao. Sikutaongeza viwango, utawatafuta na uwakose. Sikutaongeza viwango vya utukufu wa Mungu juu yako, wataona utukufu wa Mungu juu yako. Kama vile Musa aliposhuka kutoka milimani, viwango vya utukufu wa Mungu vikaongezeka juu yake, mpaka wana wa Israeli wakawa wawezi kumtizama kwa macho, kwa sababu utukufu ulikuwa umeongezeka. Viwango vikiongezeka, kuna mambo hayatakuwa katika maisha yako. Mwambie Mungu, niongeze viwango, hatua zaidi, neema zaidi, mamlaka zaidi, silaha zaidi, uamsho zaidi, silaha zaidi. Mwambie Mungu akupe viwango vipya. Viwango vipya ndivyo vitakusaidia ufanyike chenye Mungu anataka wewe uwe. Viwango vipya ndivyo vitasababisha Mungu ajionyeshe kuwa Mungu mtetezi
katika maisha yako. Tukuka Bwana, inuliwa Bwana. Wote ambao Bwana wanahitaji viwango vipya, viwango vizidishwe, ninawaombea kwa jina la Yesu. Wamama, wazee, vijana, watoto wote ambao wako katika nyumba hii Bwana, maandiko anasema wakati adui atainuka kama gharika, Mungu unainua viwango. Bwana, ninaomba au watesi au maadui, hizo kazi za kuchosha, hizo kazi za kukosa kitu, hayo matatizo Bwana yakawe ni nafasi ambayo natumia kufungua milango, kuwainua viwango vingine, utukufu waonekane kupitia hizo shida na matatizo katika jina la Yesu. Na ninawaombea watu hawa, hawatakata tamaa, hawatavunjika moyo, hawatakukana, hawatakosa kukuomba katika hali zote wanazopitia. Bwana, viwango vikaongezwe, viwango vikaongezeke. Wengine ni watoto wanatupitisha, wengine ni wake wanatupitisha, wengine ni waume, wengine ni waajiri, wengine ni uchumi, wengine ni kazi yoyote ambaye anapitishwa. Bwana, ninaomba uamsho, viwango viongezeke, uamsho wa kufunuliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea kuingia katika viwango vipya, viwango vya utukufu wako, viwango vya kufunuliwa kwao, viwango vya ushuhuda yao, viwango vya wao kutambulika na uweza ulio juu yao. Tukuka, inuliwa, kwa maana wewe ni Mungu. Wanapotoka mahali hapa, walinde, wahifadhi, watetee, kwa maana wewe ni Mungu. Wiki hii mahali popote utakapokuwa, ninatuma malaika wa Mungu anayelinda madhabahu haya aende mbele yao, awalinde, awahifadhi, awatetee, awapiganie, awategee, awategulie mitego yote ya mwovu. Kwenda kwao ni salama, kurudi kwao ni salama, wote wanaoitanishwa na wao ni salama. Malaika wa Mungu anayelinda madhabahu haya awalinde na hawa waume wao, watoto wao, kazi zao, mijini, mashambani na mahali popote atakapokuwa. Uvuli wa utukufu wa Mungu uwe juu yao, wala baya lisiwapate. Watende wema kulingana na uweza na nguvu na utajiri utendao kazi ndani ya Kristo Yesu. Tukuka, maana umefanya. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kuamini.